Naam, mtazamaji wa Sanga Media TZ, karibu tena. Tupo na ndugu yetu hapa pembeni, tutaenda kuzungumza naye mawili machache aweze kutuambia, lakini pia jitambulishe jina lake na nafasi yake katika chama. Tutaomba pia tupe tathmini yake sasa, hususani kulingana na jambo hili leo ambalo limeweza kufanyika, limeweza kuandaliwa na ndugu yetu anayekwenda kwa jina la Fikiri Rajabu, ambaye yeye ni mwenyekiti wa Mustafa. Naomba jitambulishe jina lako na nafasi yako katika chama. Kwa majina, mimi naitwa Rajabu Sebastian Pius, ni katibu wa umoja wa vijana wa CCM wa kata hii hapo. Okay, kwanza sisi tunafurahika kuona kwamba na wewe ni miongoni mwa watu waliojumuika hususan katika jambo la leo, umeweza kuandaa sadaka kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum. Hebu tunaomba sasa ukazungumze machache, tathmini yako kwa ujumla, hususan sasa mwenendo wa bwana Fikiri Rajabu. Kwanza mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini niendelee kusema tumepata kiongozi ambaye yawezekana kwa Mustafa alikuwa anahitaji kiongozi wa namna hii kwa muda mrefu sana. Fikiri Rajabu, mwenyekiti wa serikali ya mtaa ambaye amekuwa ni mfano wa kuigwa. Mimi kama katibu wa umoja wa vijana, ambaye yeye mwenyekiti huyu alikuwa ni mwenyekiti wangu mimi wa vijana kwenye tawi la Mustafa kabla mimi sijaenda kata na yeye hajaingia kwenye mtaa. Tulifanya kazi sehemu moja, mimi nikiwa kama katibu wake akiwa mwenyekiti wangu. Kwa hiyo cha kwanza najivunia mtu ambaye nilikuwa naye kwenye safari moja anaendelea kufanya vitu vizuri, mambo makubwa ambayo imekuwa ni mfano wa kuigwa kwa jamii yetu, hususan kwenye kata yetu ya Pugu tuna mitaa mitano. Lakini kwa Mustafa amekuwa ni miongoni mwa mtaa ambao yani mwenyekiti huyu anafanya kazi kubwa, kazi nzuri. Imefikia kipindi sasa unaweza ukakaa sehemu tofauti hata na Pugu, watu wakawa wanamzungumzia Fikiri Rajabu kwa maana ya jinsi anavyofanya kazi. Kwa hiyo tunajivunia sana kuwa na mwenyekiti kama huyu, na wito tu kwa wenye viti wengine wote nje ya Pugu kwenye wilaya yetu ya Ilala, tunahitaji tupate wenye viti kama hawa, wanakwenda kuturahisishia hata kwenye chaguzi kuu zinapokuja, kwa sababu watu wanaanza kuamini kupitia viongozi wetu wa chini. Lakini pia hapo wakati tunakaribia sasa kufika tamati, kuna namna nyingi sana hususan watu kama nyinyi ambao kwenye nyadhifa mbalimbali mmekuwa mkipeleka mawazo pevu hususan kwa viongozi hao wa chini. Je, ni namna gani sasa unavyokuwa unapeleka wazo lote lile? Ni namna gani Fikiri Rajabu anaweza kulipokea lile wazo lako na kuweza kulifanyia kazi? Ni mtu wa aina gani? Fikiri Rajabu ni mwenyekiti ambaye ni msikivu sana. Yani ukimshauri kitu anaelewa na anapokea ushauri kwa mtu yoyote. Mtu yoyote anapokea ushauri ukimpelekea wazo, na ni kiongozi ambaye anatoa msaada kwenye jamii, lakini anatoa msaada pia katika chama. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni kumakini, mtu ambaye anaweza kufanya kazi, na hii kazi aliyoiomba maana yake ni kama ana uzoefu nayo, labda alikuwa hata mwenyekiti kwa miaka mingine iliyopita. Lakini kumbe ndio kwanza anaanza, na imani kwa mwendo huu ambao wanakwenda nao tunakwenda kufanya, tunaenda kule tathmini, tuseme uchaguzi huu unakuja tunafanya hapa kwenye huu mtaa wake kwa Mustafa hapa, tuna imani tutapata kula nyingi za kutosha za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa mbunge pamoja na diwani kwa kazi kubwa ambazo wanafanya Fikiri Rajabu katika mtaa wake. Na jinsi alivyokushirikisha sasa, hususan anavyotaka kwenda kuandaa sadaka kwa watoto wenye mahitaji maalum, hapo tunazungumzia ambao mara nyingi wamepoteza wazazi wao. Wewe binafsi uliweza kulichukulia vipi hilo jambo? Kwanza nilimpongeza na nikamwambia miongoni mwa vitu ambavyo umefikiria vya maana, hili jambo unafanya ni jambo kubwa. Watoto kama hawa kipindi kama hiki cha sikukuu unaweza ukakuta wanazagazaga, hawajui wanakula nini wala wanaishije hiyo siku, lakini hili jambo aliponishirikisha, kwanza nilimsifu na kumpongeza, na nikawa najiuliza alipata wapi hili wazo. Lakini naweza nikasema Mwenyezi Mungu pia yuko pamoja naye. Amefanya jambo kubwa kwa wazo hili alivyolileta. Mimi nilimpa ushirikiano kwa kila hatua kadiri ambavyo Mwenyezi Mungu alinijalia, kwa sababu ni jambo la heri. Watoto kama hao hapa wanafurahi. Si jambo dogo hili unaloliona, ni jambo kubwa sana ambalo yawezekana angefanya pengine hata mbunge, diwani, lakini kalifanya mwenyekiti wa mtaa. Anastahili pongezi kwa kweli. Na kwa kuonyesha hivyo pia na wewe bado pia umefika tena sehemu ya tukio kwa ajili ya kuona sasa namna ilivyofanyika. Binafsi sisi kama media tukushukuru kuweza kufika mahali hapa, tuweze kukupongeza na tukutakie kila laheri katika ufanyaji wako wa majukumu mbalimbali. Basi mimi nashukuru sana. Shukrani sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Shukrani sana. Na mtazamaji wa Sanga Media TZ, nadhani umemsikia kiongozi ameweza kujitambulisha yeye mwenyewe hapo, jina lake na nafasi yake katika chama tawala, lakini kikubwa zaidi usiwe mbali na kamera hii. Utakiwa subscribe channel yetu uweze kuwa ni wa kwanza kupata matukio yetu mbalimbali ambayo yanaenda kutokea hapa maeneo ya kwa Mustafa na nje ya Mustafa. Karibu sana na shukrani sana.